Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Baba Maskofu pamoja na viongozi wetu wa kiroho, naomba nitangulie kwanza kuwashukuruni sana sana. Uwepo wenu mheshimisha sana mzee wetu mzee Msuya. Lakini hata sisi tuliopata nafasi ya kuja hapa tumefarijika sana sana. Asanteni sana. Pili ni kwa ndugu zetu. Najua wengine mtakuwa mnadhani kwa sababu alikuwa waziri mkuu na wakati fulani makamu wa kwanza kwamba hili stahili yake. Ni kweli na serikali imeweka utaratibu mzuri sana, lakini nadhani kwa mzee huyu, hasa kwa Wanamwanga, na bahati nzuri nimefanya kazi serikalini kwa muda mrefu kidogo, alikuwa ni mzee mmoja ambaye kwa kweli katika hali ya kawaida ameacha mambo mengi mazuri. Na moja ambalo mimi nilikuwa nampendea sana, alipenda kusema ukweli hata katika mazingira magumu. Kwa hiyo sisi Wapambe tulipokuwa bado wadogodogo, hata tujajua siku moja na sisi tungekuwa mawaziri wakuu, tulikuwa tunapenda sana mara nyingine kukutana naye. Mimi nimekaa naye mara kadhaa, simu na nini, tulikuwa tunachota busara tu ili unapokuwa unaongoza wa Tanzania wenzako basi na wewe uwe na kitu cha kuambia. Kwa hiyo niliona na mimi nije nishiriki katika kumwaga, lakini yeye anajua ni kwa nini Mwanga hii mimi na upenzi wake wa aina yake kihistoria tu. Ndio maana nilipopima niende wapi nikaona hapana, mimi ngoja niende huku Mwanga ambako nilikuwa najua mambo mengine ambayo yalitokea, na kupitia mzee huyu aliweza kwa kweli kuheshimisha Mwanga na hatimaye mkoa lote na sasa Tanzania nzima. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizie kwa jambo moja tu. Viongozi wetu wametuasa na alilosema la msingi sana. Anasema tuwakatae wanaogawagawa vihela huko na nini ili eti waje watuhudumie. Sasa kama nia yako ni kuja kutoa huduma, una haja gani ya kutoa pesa? Sisi tutakupima kwa kazi utakavyokuwa unaifanya. Sasa kwa vile imetoka kwa kiongozi wa kiroho, nadhani ni ujumbe mzuri hasa kwa wale ambao wako katika ndoto za kutaka kuchukua nafasi hizi za ubunge na nini. Ni jambo la msingi sana. Lakini mimi niendelee kuomba sana viongozi wetu wa dini zote kabisa. Maana mimi hakuna mahali ambapo sijakanyaga. Kanisa la Kiluteri nimeshiriki nao kwenye mambo mengi. Katoliki ambako ndio wengine tumetokea huko ndio usiseme, Waanglikana, Pentecostal, karibu makanisa yote. Jamani wa Tanzania, kitu kimoja ambacho lazima tuendelee kuwashukuru sana viongozi wa dini ni pale ambapo kila ibada wanachukua muda kuliombea taifa, kuombea viongozi wetu wa taifa ili waweze kupata baraka za Mwenyezi Mungu kuliongoza taifa hili kwa kadri itakavyompendeza yeye. Kwa hili mimi nasema asante sana, kwa sababu nimekuwemo humu na najua kazi kubwa ambayo mnafanya kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kuibariki nchi hii. Kwa mimi nadhani kwa Tanzania wenzangu kubwa wote tujaribu kushikamana, kuungana, na sasa hivi makanisa karibu yote yanazungumza lugha inayofanana, na Waislamu na wenyewe ni sehemu ya waumini wa Mungu. Ndio maana unakuta sasa hivi kuna kila aina ya taasisi, zote ni kwa lengo la kupeleka katika umoja wa kitaifa. Kwa mimi baada ya kusema haya, naomba niwashukuruni sana kwa kunipa nafasi haka, lakini nilikuja huku na hamu zangu tu nyingine, na nina vichukuu vinasoma huko Mwanga bado vidogo kabisa.
Kwa hiyo nilikuwa nasema tukitoka hapa nikimbia nikavione viko mnaita asisi hapa. Na ndio maana nikaona basi nikienda huko na wajukuu nitapata muda wa kuwaona vile vile, na wengine wako SOS pale, wale wanaoshughulika na watoto wenye shida na nini na nini. Kwa hiyo mkoa hili na jirani zenu si haba, mna baraka nyingi za Mwenyezi Mungu. Asante sana. Na kwa mama zangu, baba zangu, wafiwa wote kwa jumla, mimi naamini kabisa Mwenyezi Mungu atawabarikini kulibeba hili kwa uzito stahiki. Mungu awabariki sana sana ili muweze kuendelea kumudu shughuli hizi mbalimbali. Jamani, asante sana. Tulipewa dakika moja lakini tabu kweli, imebidi niongeze nyingine kidogo. Namshukuru sana mkuu wa mkoa na timu yako kwa kazi kubwa na nzuri ambayo umeifanya. Asante sana.